Tunaianza picha yetu kwa kumtazama mwana hapa akipata chakula. Hii ni mara baada ya tumbo kudai haki yake kutokana na nguvu nyingi kutumika kwenye kazi yake ambayo anaifanya. Sasa imekuwaje mwana anafanya kazi ngumu kiasi hiki? Dada anakuja kumkumbusha, oya, sio muda wa kula huu, kuna kazi kule. Jamaa njaa ilikuwa inapiga kweli kweli. Anaenda naona bado tumbo langu linadai. Anakazia vijiko viwili, anarudi kwenye kazi. Anaitwa Imani Kifanga. Kazi yake ni kupakia mbao na kushusha. Anapata ajali hapa wakati amebeba mlunda na ni hatari kweli kweli. Jamaa amekuwa akifanya kazi katika soko hili la mbao mjini Makambako, akifanya kazi ya kupakia mbao na kushusha mbao kwenye magari ambayo yanaleta mbao hapa na yale magari ambayo yanakuja kuchukua mbao. Sasa hapa wakati wanapanga milunda, mwana kapata ajali. Anaturudisha nyuma kidogo, ilikuwaje mpaka anafika kwenye soko hili? Movie inaitwa Baraka za Wazazi, na yeye anatuonyesha ilikuwaje mpaka anapata baraka kwa wazazi, anafika kuhaso kwenye hili soko, safari yake ya kutoka kijijini na kuja mjini. Hapa ni kijijini Kangaga, kijiji ambacho kinapatikana wilaya ya Mbarali, mkoa wa Mbeya. Na safari yake kutoka mkoani Mbeya kuja mji wa Makambako, mkoa wa Njombe, ilikuwaje? Ndo kwanza tunaanza kuipata, ambapo ameturudisha nyuma kidogo. Hapa mwana alikuwa na safari ya kuelekea sehemu kwa ajili ya kuzitafuta hizo baraka za wazazi. Anaenda wapi? Anaamini ya kwamba ili kwenda kufanikiwa town nahitaji baraka za baba na mama. Wakati anaenda kwa kuna kimvua kidogo, baadhi ya barabara zinateleza kama hivi, anafanya nini, lakini anapiga moyo konde akisema lazima nizipate baraka za wazazi ili niende mjini nikapambane vile ambavyo inatakiwa. Mwana anaitwa Imani Kifanga, na ili kuipata vizuri tamthilia hii unaweza kutembelea kwenye TikTok kwa jina la Kifanga TV, Instagram Kifanga TV na YouTube ni Kifanga TV, au sio bana? Tunaendelea na safari yetu ya kuelekea kuzisaka baraka za wazazi tukiwa na jembe. Mwana anafuta jasho, safari imekuwa ni ndefu. Sasa unapiga hesabu, kulikuwa kuna hali ya kimvua fulani hivi, afu mwana anatoka jasho. Imekuwaje? Kwa nini amewaza kwenda kuzipata hizi baraka? Huyo ameshafika eneo la tukio. Hapa ni katika makaburi yaliyopo kijiji cha Kangaga. Mama yake na Imani Kifanga amelazwa hapa, anaitwa Jestina. Sasa jamaa ameona hapana, bila kupata baraka za mama siwezi kwenda town. Kwa hiyo alichoamua ni kufika kwenye kaburi la mama yake ili kufanya usafi na kuaga kwamba mama, mimi naenda town kwa ajili ya kuaso. Anaitwa Jestina Luhanjo, ndio mama yake na Imani Kifanga. Hivyo jamaa ameona ni fresh zaidi akizipata baraka. Kwanza ameanza kwa kuomba, na baba yake amekuwa akimsisitiza mara nyingi, kila jambo unalolifanya hakikisha unasali. Na ndio maana movie inaanza, mwana kabla ya kula chakula alikuwa anasali, na hapa pia anaomba baraka zake akiombea, mama, nimekuja kusafisha nyumba yako ya milele. Kwa hiyo kama kawaida shughuli imeanza ya usafi mdogo mdogo, akikwetua majani ambayo alikuwa ameota kwenye kaburi hili. Na jamaa akasema la hasha, ni lazima niache kaburi la mama liko vizuri, ili hata napoondoka naenda town nisiache kaburi likiwa katika mandhari mbaya. Kwa hiyo inabidi tutengeneze mandhari nzuri na vitu kama hivyo, tukienda town iwe ni kazi na mafanikio yasichelewe kwa namna moja ama nyingine. Basi kijembe kikaendelea mdogo mdogo, kijembe na mimi, kijembe na yeye, kijembe kuhakikisha majani yote yanaondoka. Imani Kifanga anataka kutuonyesha safari yake ya kuelekea kwenye mafanikio, safari yake ya upambanaji kwenye maisha ambayo anapambana mpaka sasa, ile kutoka kijijini kuja mjini Makambako. Ilikuwaje? Huyu hapa anang'olea majani huku akifyeka. Mpaka kieleweke, yani anachotaka kuhakikisha ni kwamba kaburi limeng'aa, kaburi liko safi, kaburi linatazamika pia. Wow, usafi wa kusembua kaburi ukawa umekamilika. Mwana anaonekana amechoka, sio kazi rahisi. Ilikuwa ni kimbembe kuhakikisha hili jambo linaenda sawa. Bado mvua inanyesha, ilikuwa ni siku ya baraka kwelikweli. Unafanya kazi huku mvua inachapa, unafanya kazi ya kumwaga mama na kamvua kanapiga kidogo. Jamaa amechoka kweli kweli, huko anasikitika na kuendelea na dua, akimwombea mama aendelee kupumzika kwa amani. Anambia, mama, nataka niende mjini, hapa kijijini kama sielewi hivi, maisha yamekuwa magumu sana, naomba baraka zako huko nakoenda
walau nikapate ambacho kinaweza kikasaidia familia yangu na familia yetu kwa ujumla. Bado maombi yalikuwa akiendelea, huku akitafakari safari yake ya mjini itakuwaje, maana haelewi anafikia wapi, haelewi ataishi vipi, huko mjini anaenda kufanya kazi gani, mambo haeleweki, lakini anachoamini naenda town. Ameamua kulisafisha sasa kaburi kupitia ile mvua ambayo inanyesha, kaburi na lenyewe ling'ae kabisa. Akatoa maji yote na kuhakikisha kwamba linang'aa vile ambavyo yeye anakusudia, ili kuzipata baraka zote za Mama Justina ambaye amepumzika katika kaburi hili ama nyumba yake ya milele ambapo wanadamu wote tutapita. Hii utakuja kuelewa kwa nini mwanetu amefika mjini, amepata kazi na alikuwa na safari ya kuja mjini. Haelewi anakuja mjini kufanya kazi gani, haelewi mjini anakuja kupambana vipi, lakini mwisho wa siku unaona mwana, unajua wanetu wa vijijini misuli kweli kweli imejaa, na mwana amejazia kweli kweli, mkono wa kubeba mbao mjini anao. Anaamini kwamba nikifika town hakuna kazi ambayo itanikataa, nikifika town hakuna mchongo utanigomea. Kama nimeweza kupiga kijembe hapa kijijini, unajua hii misuli ya namna hii sio misuli ya gym. Vijijini ni misuli ya kufanya kazi, unapiga suluba kweli kweli, misuli inajileta yenyewe. Ukifika town ili upate kono kama hili, ni lazima ukalipie gym mzee, lazima upate trainer, lazima upate mtu ambaye atakwambia tumia poda kidogo, tumia vyakula fulani, utanyenyua vyuma mpaka mwenyewe ukome. Lakini mwana kwa kule kijijini ni kijembe tu ndo kimemfanya kono limetokezea kama hivyo ambavyo unaona, na ameamua kuja mjini sasa kutumia mkono wake kufanya kazi. Akiwa ameshamaliza safari ya maombi na baraka za mama huyo, taratibu mdogo mdogo anarudi zake kijijini sasa nyumbani kwa ajili ya kwenda kupumzika, ikiwa tayari ni usiku wa manane. Mwana kajilaza, kukicha tu safari ya kwenda mjini inaanza. Usiku hapo giza limeingia, usiku wa manane, amelala usingizi mzito, huku mawazo yake, malengo yake ni safari kuelekea mjini. Wakati amelala, alamu inamwamsha, alamu ya simu inamshtua. Anachukua simu, anaona kumbe kumekucha, muda wa kupanda gari na kuondoka kwenda mjini umefika. Sasa huyo anachukua simu yake, anaangalia, anawasha taa kidogo kwa ajili ya kuangalia, kumbe muda umeenda bwana, sasa sina budi kuamka. Huyu Imani Kifanga anajinyosha na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumlaza salama na kuamsha salama. Anacheki begi lake, vitu ambavyo aliviweka jana usiku. Je, anahakikisha nini ambacho nimesahau? Anaona kila kitu kipo. Anachukua suruali na kuamua kuivaa suruali hii ya mtoko kuelekea mjini, ambayo aliiandaa kwa muda mrefu. Navyoenda town na kula suruali yangu akitambaa kama ofisa hivi, mdogo mdogo mpaka town, lazima kieleweke. Siwezi kuendelea kukaa hapa Kangaga, mji unanihitaji. Anampigia simu jamaa yake ambaye yuko town kumwambia, bwana mimi ndo nakuja. Shakubaliana na mwamba, oya njoo mwanetu, huku town nguvu zako ndo mtaji wako. Mwana anaamua kuchukua begi, anachukua kifungashio chake ili kuianza safari ya kuelekea mjini Makambako, ambapo ndoto zake na maisha yake, anaamini ya kwamba ndoto zangu zinakwenda kutimia mjini Makambako. Anafunga geto, anatoka kwa ajili ya kumuaga mzee wake, kumuaga baba yake ili aweze kuondoka. Baba yake Imani Kifanga, mzee Elia Kifanga, anasema sawa kijana, mimi ni nani nikatae kile ambacho nakiwaza. Baba anaamua kusimama na kuona kumpatia chochote kile kijana, ili akifika mjini maisha yasiwe hatari sana, ili akifika mjini asionekane wa ajabu. Baba ametoka na t-shirt, anampatia t-shirt mwanae na kumwambia, mwanangu, ukifika mjini hii itakuwa ya kuvaa na kutokea huko, usikae kinyonge mwanangu. Babako nilitamani sana wala hata nikupe begi la nguo nyingi sana, lakini t-shirt yangu hii ninayoipenda, naamini ukiivaa itakupendeza na mjini hautakuwa mtu wa ajabu, watu watakuamini, kafanye kazi. Jamaa anavaa t-shirt ya baba, t-shirt imemtoka kweli kweli, ambaye baba asante sana, nashukuru mzee wangu. Baba anaona haitoshi, akijicheki na kama 1500 hivi, anasema mwanangu, hebu shika hii itakusaidia huko, mimi sina kitu mwanangu, lakini naamini wewe ni mtoto wa kiume, mwanaume, umezaliwa kupambana,
Mwanaume hautakiwi kukata tamaa. Mwanaume mshirikishe Mungu kwenye kila jambo ili kukamilisha ndoto yako. Imani Kifanga anamwambia asante baba, analibeba begi, anachukua kifungashio chake, anamwaga mzee wake na kutoka kwenye nyumba ya baba, kwamba sasa imefika wakati wa mimi kujitegemea mwenyewe. Wadogo zangu wapambane hapa na wewe baba, na mimi nikajipambanie huko. Nikirudi nitarudi kwa namna nyingine tena. Safari ya kuelekea mjini Makambako imeanza. Mwamba huyu hapa, Imani Elia Kifanga, anaondoka Kangaga na kuelekea mjini Makambako, ambako anaenda kufanya kazi ambayo haifahamu, ila anaamini ya kwamba kwa sababu ameshapata baraka za wazazi, huyo safari ya Makambako, soko la mbao, huyo shafika tayari katika soko la mbao mjini Makambako. Anampigia mwenyeji wake, mwenyeji ambaye anapatikana kwenye soko hili la mbao, bila shaka ndo bosi pia. Bosi anamwambia njoo huku wewe, njoo mimi hapa. Jamaa anasema sawa sawa. Huyo mdogo anarudisha simu mfukoni, anamuai bosi na kwenda kuzungumza na bosi, kama kijana wako nimefika, naomba kazi bosi. Bosi anamwonyesha eneo la kazi. Utaanza kazi na wenzako wale pale kubeba milunda. Hii milunda nataka iame hapa, muihamishe hapa kwa ajili ya kuja kupakia kwenye gari na tuisafirishe kuelekea Dodoma. Kwa hiyo mwanetu anaona sawa bosi, nitaifanya kazi, nashukuru kwa kunipa kazi, naamini nitaweza. Anatua begi lake huyo kwenda kuanza kazi moja kwa moja na timu ambayo amekabidhiwa kwamba hii itakuwa ni timu yako na mtafanya kazi kwa kushirikiana. Na wenzake hawana ajizi, wameamua kumkabidhi mlunda wa kwanza kabisa. Huu hapa, peleka panga hapa kwa ajili ya kuja kupakia. Tunahamisha hii milunda hapa, tunahitaji kupanga mbao. Kwa hiyo chukua mlunda uhamishe kaupange pale. Basi ni mchaka, kazi imeanza rasmi kwa Imani Kifanga. Baraka za wazazi zimempeleka mpaka soko la mbao mjini Makambako, ambapo hapa tuna shughuli ya kuhamisha hii milunda na kuipaki sehemu nyingine kwa ajili ya kupanga mbao hapa. Imani Kifanga na milunda mizito. Huyo hapa anapambana. Huyo mwanetu bonge la mlunda na ubeba na upaki pale, kwamba yes, naamini kupitia hii ni safari yangu njema na safari nzuri ambayo itanifanya nifanikishe kukamilisha ndoto zangu. Ndo pale ambapo movie yetu imeanza. Huyu jamaa anapata ajali. Wakati tunaanza mwanzo kabisa tunaona aliteleza akaanguka. Kwenye flashback ndo ikaturudisha kwamba ilikuwaje akafika hapa. Kumbe safari ilianza kutoka Kangaga hadi kufika hapa. Sasa tunaweza tukaendelea kwenye yale mawazo yake, yalikuwaje Msoto. Unakumbuka aliacha Msosi kuja kubeba milunda huko, alafu ndo anapata ajali, ila mwenyewe anafurahi tu, anaamini kwamba ni sehemu ya changamoto ya kazi. Mwenyezi Mungu nisaidie, sikati tamaa, hapa ni mchaka. Akiwa kwenye lindi la mawazo mazito, mwenyewe amechoka kwelikweli, anawaza tatoboa kweli? Mbona sasa kama kazi nzito, mbona kama hapaeleweki? Wakati yuko kwenye mawazo mazito, bosi anamshtua, wewe vipi? Mbona unakuwa mzembe? Umekaa wenzako wanafanya kazi kule. Jamaa kwa nirudi kuendelea. Unajua ndo kwa mara ya kwanza mwenyewe haelewi, yani ashazoea kupiga jembe. Sasa leo anayofanya kazi ni mabega, kule ni kijembe, mikono inachapa kazi kweli, lakini huku mchaka anaenda kwa bosi sasa kuchukua hela. Posho unakutana naye 3000, bosi ambaye 3000 nakutosha. Bosi niongezee bosi. Hamna, wewe 3000 nakutosha bwana. Mtu mwenyewe unakaa unategea mzembe tu, haufanyi kazi kwa kujituma. Kijana anasema sawa bosi, nashukuru. Lidhiki mafungu 7, anabeba zake mkoba wake huyo, safari ya kurudi nyumbani kupumzika kwa ajili ya kesho. Imani Elia Kifanga anatuonyesha safari ya mafanikio, baraka za wazazi, namna ambavyo zimemfanya kutoka kijijini Kangaga mpaka mjini Makambako. Leo ni siku nyingine tena, Imani Kifanga ndani ya soko la Makambako akiwa amejipumzisha. Kausingizi kamempitia kidogo mara baada ya kupakia mbao kwelikweli. Wana wanakuja kumshtua hapa, oya, kazi huku bwana, vipi unalalala wewe? Mwana anaondoka, wanakutana na kazi nyingine ya kupanga mbao. Huku ni kazi kwa kwenda mbele, utapumzika kidogo,
waone watakushtua, mnaendelea na kazi. Sasa kuna mzigo huu hapa kama unavyouona hivi. Huu mzigo tunatakiwa tuupange ukae vizuri. Yaani huu mzigo hapa natakiwa uje upakiwe mwingine tena 1/4. Kwa hiyo hii inabidi itoke hii. Jamaa huyo kahamia sehemu nyingine tena kwa ajili ya kupanga mbao. Pale kibarua kimeshamalizika, anakuja sehemu nyingine kwa ajili ya kupanga. Sasa hii ni namna ya kuzipanga mbao kwa ajili ya kukauka pia. Kwa hiyo mwana wanazipanga mbao hapa mdogo mdogo, jamaa anamsaidia kuzinyanyua kwa chini, yeye anazipanga kitaalamu kabisa kule juu. Kwa wana wanashambulia, wanaokota huku ni tabu zaidi. Kwa hiyo jamaa yeye ana jukumu la kupanga hapa mdogo mdogo, kazi iendelee. Soko la mbao ameanza kulizoea. Emmanuel Akifanga ni mchaka kuelekea kwenye kazi hii ambayo anasema ninaamini kupitia biashara ya mbao, kupitia kazi hii ya mbao na mimi nitafanikiwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Basi ni mchaka mdogo mdogo anaendelea kupanga mbao hapo, amemaliza. Wakati anataka kutoa hizi mbao, bosi hapa anaangusha hela. Jamaa anasema wow, hela ya kodi inatosha kabisa nikalipe kodi maskani. Ameziokota chapchapu ile, anataka kuondoka tu, bosi anamgeuka. We vipi? Bosi samahani, kwa nakuokotea. Shazikosa hizi mimi. Ashapanga kulipa kodi, kulipa madeni yake. Lakini ndio hivyo, bosi ameziona hela zimerudi, endelea kupanga mbao, subiri 3,000 yako. Ndio hapa sasa akiwa amechoka ameagiza msosi. Walau akazie tumbo kidogo. Unajua tumbo halina shukrani, anasema. Unaweza ukala saa 6 na saa 8 njaa ikauma, kwa maana tumbo linataka chakula tena. Jamaa amejaziwa plate ubwabwa wa kutosha, piga msosi tuendelee na kazi. Asa amekula vijiko 2-3 hapa, ndo kwanza anaanza kula. Hata bado hajashindilia vizuri tumbo lake, dada anakuja kumuita. Oya, kuna kazi kule. Sio muda wa kula huu babu. Jamaa anasimama, mbona kama tumbo bado lina njaa? Piga vijiko 2 tena, nitakurudia hiyo chakula, nisubiri hapo hapo asikuchukue mtu. Mchaka kubeba melunda. Safari inaturudisha. Sasa mwana amefanikiwa, sio yule tena ambaye alikuwa anabeba milunda kule. Leo Imani Kifanga ana safari ya kuenda kutembelea kituo cha watoto yatima ambapo ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa. Wimbo unaitwa Nashukuru, ikiwa ni sehemu ya kumshukuru sasa Mwenyezi Mungu. Safari ya mafanikio. Hapa Imani Kifanga anaelekea kituo cha Tumaini kilichopo Ikelu kwa ajili ya kutoa msaada kwa watoto yatima na watoto wenye mahitaji maalum. Safari haikuwa nyepesi. Alianza kwa kununua vitu mbalimbali ikiwa sabuni, sukari, mafuta, daftari, peni, vitu mbalimbali kama hivyo, miswaki, kuhakikisha kwamba watoto yatima nao wanapata ile shilingi aliyookota soko la mbao. Leo ni siku Imani Kifanga anaenda kutoa msaada pale Ikelu, ikiwa ni siku yake ya kuzaliwa. Akaona freshi, bwana wachukulie na mafuta ya kula, vijana wakapate pia na mafuta ya kula safi kabisa alizeti. Amebeba juice watu wakanywe, na hapa ndo kituo cha Tumaini Ikelu ambapo Imani Kifanga amekuja kusherekea birthday yake. Hii ni safari ya mafanikio. Hii ni baraka ya wazazi ambapo Imani Kifanga leo anatuonyesha namna ambavyo amepambania kombe mpaka kufikia mafanikio. Mimi ni Gami DTZ. Wengine walianguka njani, mimi nikasimama, sio kwa bahati, ni rehema zako Baba. Imani Kifanga, si kwa mapenzi yangu. Imani Kifanga, nimeona mkono wako. Imani Kifanga, na kushukuru Muumba. Nimepitia mengi makofi yasiyohesabika, lakini neema zako Baba zimenivusha salama. Imani Kifanga, miaka 40 duniani, Mungu nakushukuru. Wapo waliotamani lakini hawakufika hapa nilipo. Nimepata maumivu, nimepata maswali, lakini majibu yote yamo kwenye jina lako. Ulinifunika pale nilipokuwa sina ngao, ukanibariki hata nilipokuwa sina cha kutoa. Leo ninasimama
nainua mikono juu. Si kwa mapenzi yangu, ni wewe Mwenyezi Mungu. Si kwa mapenzi yangu, imani ikifanga. Nimeona mkono wako, imani ikifanga. Na kushukuru